Shalom, shalom. Mimi naitwa kwa jina la Pendek Tungane, natokea katika kanisa la Globe Outreach Ministry na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Leo nilikuwa na mashauri, nilikuwa nataka kuchangia na wote watakao kunitazama wala kunisikiliza. Na mashauri hiyo ni kwa ajili ya imani. Imani. Palikuwa familia moja, walikuwa naokoka, walikuwa nampenda Mungu sana. Manake na hiyo familia ilikuwa na mpango mzuri ndani ya hiyo familia. Walikuwa wakifika kila usiku wanaomba Mungu, wanaimba, hivyo na hivyo hivyo na hivyo. Walikuwa vizuri sana wanampenda Mungu. Ikafika siku moja shetani akawapiga vita ya kiroho. Manake vita kali sana. Wakateseka, lakini imani yao walikuwa tunaendelea kuikaza Mungu na Mungu akaendelea kuwa pamoja nao. Akaendelea kuwasaidia mpaka hiyo vita ikapita. Lakini tunajua ya kwamba shetani ashindwaki. Atatulia tena atalamuka tu. Lakini ile familia iliendelea tu kumwamini Mungu na kumpenda. Ikafika siku moja mama akachukua ujauzito. Kuchukua ujauzito akaenda kwenye hospital. Sasa alienda kwenye hospital, akafika kule wakampatia dokta ambaye atakayemshughulikia. Basi ule dokta akamuonyesha chumba kile atakuwa hemo, maana kwenye atazalia, wakampeleka mule. Ule dokta akaanza kumshughulikia ule mama. Wakati ule dokta tu alianza kumshughulikia ule mama, mwili mzima wa ule mama ukavimba, sura, macho, miguu, mikono, kila kitu. Wakatafuta mshipa, wakaanza kukosa kwenye mwili wake. Basi ule mama akaona, ni kitu gani hiki kinaendelea? Basi akaanza kuomba Mungu moyoni mwake, akaona kama ni mtego wa shetani. Ule dokta akaenda fasi moja hivi kwenye chumba wanakaga mafaili zao, akaja na fomu. Kuleta fomu, akamwambia ule mama, sign hii fomu. Ule mama akasema, dokta, siwezi nikasaini fomu na sijui kitu yenye inasema. Ule dokta akamwambia, saini fomu ya kwamba utakufa. Ule mama akakataa, akamwambia, dokta, sita saini fomu na sitakufa. Wewe utaenda nyumbani kwako, utarudi kesho asubuhi utanikuta niko mzima na uzima wangu. Kwa nini huyo mama alimwambia dokta hivyo? Kwa sababu alikuwa na imani mu Yesu. Alikuwa anajua ule aliyekuwa ndani yake ni mkuu kuliko wote. Basi ule mama sasa aliona hiyo mtego ya shetani, akaomba pale hospital wambadilishie huyo dokta. Wakamtosha huyo dokta, kisha wakamletea midwife. Maana ule midwife mwenye atamshughulikia usiku wote mpaka gisi atakapojifungua. Ule midwife akaanza kumshughulikia ule mama, akazaa mtoto wake. Kwa sasa alipomaliza kuzaa, wakampeleka kwenye chumba kimoja hivi, wakasema hicho chumba njoo wanapelekaga watu wale wenye wako na ngoja kufa. Ule mama akakaa mle mwa chumba na mtoto wake. Ule mama akaanza kuwa nasikia njaa. Akisikia njaa akiwalomba chakula wanamuima. Mume wake naye na watoto wake wakitaka kuja kumwangalia, wanawaambia msimsumbue mama yenu. Iko kwenye chumba cha watu wenye wanangoja kufa. Hivyo na hivyo hivyo na hivyo. Lakini ule mama akaendelea tu kuomba na kuambia wale waganga wampe chakula. Wanakataa. Ikafika siku moja wakamruhusu sasa mume wake na watoto wake wako inaenda kumwangalia. Sasa waliwaruhusu, mume wake akakuwa anambebea chakula anakula mpaka siku ikafika, wakamtosha kwenye hiyo chumba, wakampeleka sasa kule kwenye mtu mwenye ameshazaa iko na mtoto wake wanakuaga. Maana wamama wote wenye washazaa wako na watoto wao kwenye wanawapelekaga. Akakaa huko. Sasa alifika tu hapo wakaanza kumpima, wakampima damu, pressure, wakakuta blood pressure yake iko juu. Wakasema blood pressure yako iko juu sana. Wakaenda wakamletea vidonge, wakampatia hivyo vidonge. Ule mama akaanza kuvitumia hivyo vidonge, lakini havikusaidia chochote. Kisha sawa waliona havikusaidia, wakaenda kumletea vingine vidonge. Wakamwambia, hivi vidonge tunakupatia ndio vidonge manake vya nguvu. Kama hivi vidonge havikusaidia, manake wewe tu utaenda tu kufa. Ule mama akaanza kuomba moyoni mwake.
Kisha akawaambia wale wamtoshe kwenye hospitali waende nyumbani kwake. Basi wakumkubalia hiyo siku. Baada ya siku 3 ndio wakamkubalia, wakamruhusu aende nyumbani kwake, lakini wakamwambia ukikuwa kule nyumbani kwako, manake utakuwa naenda kwa family doctor wako kila wiki mara 3, manake kwa wiki moja mara 3, kuangalia kama pressure imeshashuka. Ule mama akakubali. Ule mama ikafika time akaenda nyumbani kwake. Sasa alifika nyumbani kwake, manake alikimbia tu kwenye chumba chake. Akaomba Mungu, akamwambia Mungu, haukuniumbaka juu ya kuishi na madawa. Tangia leo haya madawa na yakataa kwa jina la Yesu. Ule mama akachukua pale pale ile madawa akayatupa kwenye bini. Basi asubuhi yake akalamkia kule kwa family doctor waende kumpima. Walipompima tu wakakuta ile pressure yote manake imeisha, ikaisha. Ule mama sawa alimwambia vile, alifurahi, akamshukuru Mungu, akaomba. Basi bila kukawia tutaenda kusoma kitabu cha Waebrania sura 11 na mstari wa 6. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa zawabu wale wamtafutao. Tunasikia kisi neno la Mungu linatuambia, ndugu yangu, pasipo imani hatuwezi tukampendeza Mungu. Bila imani manake hauwezi kumpendeza Mungu. Ndugu yangu, nakushauria tangia siku ya leo, kama wewe umeweka imani yako fasi ingine, nakushauria tangia siku ya leo anza kuweka imani yako ndani ya Yesu Kristo. Unaona gisi ule mama alipitia mitego ya shetani, lakini kwa sababu alikuwa na kaza imani yake mu Yesu Kristo, na Yesu Kristo alimsaidia akamtosha katika ile mitego ya shetani. Kuna wadokta wengine wanatumika na mashetani, kazi yao ni kutosha sacrifice kwa wale wa patient wao. Unaona gisi dokta alitaka kumtosha ule mama. Ule mama angilikuwa na imani mu Yesu, angisaini tu ile fomu, alikuwa anaondoka mara moja. Ndugu yangu, nakushauria siku ya leo, hata ukiumwaga kitu gani wanakuambia unaumwa, dokta anakuletea fomu usaini ya kwamba utakufa, usiitike. Ile ni mitego ya shetani. Mwambie huyo dokta, najua yule aliyekuwa ndani yangu ni mkuu, na yule njoo anajua siku ya kufa kwangu. Mwanadamu hawezi akajua siku mimi nitakufa. Ndugu yangu, nakushauria siku ya leo, weka imani yako ndani ya Yesu Kristo. Weka imani yako. Nakushauria ndugu yangu. Bila kukawia, tutasoma tena Zaburi mstari wa 40, sura 40 na mstari wa 4. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Heri aliyemfanya Bwana kwa tumaini lake, wala hakuwaelekea wenye kiburi, wala hao wanaogeukia uongo. Weka tumaini lako kwa Mungu ndugu yangu. Weka tumaini lako kwa Mungu. Unaona gisi ule mama alipitia katika vita, shida, lakini aliendelea tu kumwamini Mungu. Na wewe ndugu yangu, endelea kumwamini Mungu. Kila kitu kiawezekana. Ukimwamini tu kama yeye yuko na anaweza kila kitu, atakusaidia hata upitie mitego gani, hata upitie vita gani. Weka tumaini lako kwa Mungu ndugu yangu. Weka tumaini lako kwa Mungu. Kama wewe ungaliki natia tumaini lako kwa vitu vya ulimwengu, siku ya leo nakushauria ndugu yangu, ondoa tumaini lako kwa vitu vya ulimwengu, kwa maana ulimwengu utapita na vitu vyake. Ndugu yangu, nakushauria siku ya leo. Na washukuru wote walio kunitazama siku ya leo. Mungu awabariki.